Nataka kuwa matajiri wakubwa kuliko kawaida. Mnataka nguvu ya kutawala dunia, mtaipata, lakini kwa sharti moja tu. Kila mmoja wenu ataoza sehemu ya mwili wake na funza wadogo weupe watatambao, lakini hata kufa ataishi kwa maumivu makali. Tumepanga kila kitu kikamilifu, hakuna makosa. Ndiyo, pesa zote hapa mabilioni. Tutagawanyaje? Kila mmoja apate sehemu wekezaji. Mikate siri ya kiusalama wema. Hili ni jambo kubwa. Hizi pesa ni nyingi sana, lazima tuzipange haraka. Ndio, funzo wanatambaa kila mahali, lakini pesa kwanza. Weka kwenye mifuko, hatuna muda. Jeraha langu linatoka damu, naweza kuendelea. Hakikisha mifuko imefungwa vizuri. Ndugu mtazamaji, karibu kwenye The Book of Magic Stories. Tafadhali bonyeza alama ya kengele, subscribe, ili uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo unaweka simulizi mpya. Niandikie kwenye comment section unasikiliza kutokea wapi. Niandikie kwenye comment section unatazama simulizi hii kutokea wapi. Karibu sana kwenye The Book of Magic Stories. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Katika jiji la kisasa lililong'aa kwa taa za neon na minara mirefu inayogusa mawingu, kulikuwa na siri nzito iliyofichwa chini ya sakafu za marumaru na milango ya dhahabu. Siri hiyo iliitwa Billionaire Club, kikundi cha vijana wachache matajiri kupindukia waliomiliki magari ya kifahari, visiwa binafsi na majumba yaliyozungukwa na walinzi wenye silaha nzito. Lakini utajiri wao haukuwa wa kawaida, ulinunuliwa kwa bei ya kutisha. Hadithi ilianza na vijana watano: Adrian, Marcus, Leon, Victor na Ethan. Walikuwa marafiki tangu chuo kikuu, wenye tamaa, wenye ndoto kubwa na waliokataa kuishi maisha ya kawaida. Walitamani nguvu, mamlaka na pesa zisizo na kikomo. Walitaka dunia iwainamie. Siku moja, katika usiku wa mvua kubwa iliyofunika jiji kwa radi na giza, walikutana na mzee mmoja ajabu aliyejitambulisha kama Mr. Obsidian. Hakuna aliyemjua alikotoka. Alionekana kana kwamba kivuli kilikuwa sehemu ya mwili wake. Aliwakaribisha kwenye jumba lililokuwa nje ya mji, lililofunikwa na miti mikavu na hewa nzito ya kuoza. Ndani ya jumba hilo kulikuwa na harufu kali ya udongo uliochimbuliwa hivi karibuni. Mr. Obsidian aliwaambia kwa sauti tulivu lakini nzito, "Mnataka kuwa matajiri kuliko wafalme? Mnataka pesa itakayodumu vizazi na vizazi?" Walijibu kwa pamoja, "Ndiyo." Lakini kulikuwa na sharti. Utajiri huo ungekuja kwa mkataba wa damu. Miili yao ingepaswa kubeba alama ya sadaka. Sehemu ya miili yao ingeanza kuoza polepole, nyama ikilegea, ngozi ikipasuka na funza wadogo weupe wakitambaa bila kukoma. Wangeishi, wasife, lakini miili yao ingebeba adhabu ya milele. Harufu ya mauti ingewafuata kila walikoenda, na funza hao hawangeisha kamwe. Kwa tamaa iliyowazidi hofu, walikubali. Walikatwa mikononi, damu yao ikachuluzika juu ya meza ya jiwe. Mr. Obsidian alinong'ona maneno yasiyoeleweka, na ghafla radi ilipiga jumba hilo. Sakafu ilitetemeka, upepo wa baridi uliwazunguka kama kifo kinachowakumbatia. Asubuhi iliyofuata walirudi jijini, lakini maisha yao yalikuwa yamebadilika. Akaunti zao za benki zilikuwa na bilioni. Kampuni zao zilipaa ghafla. Uwekezaji wao ulizaa matunda yasiyoelezeka. Walikuwa miongoni mwa vijana matajiri zaidi duniani. Lakini usiku wa kwanza, Adrian aliamka kwa maumivu makali begani. Alipowasha taa, aliona doa jeupe kwenye ngozi yake. Ndani ya saa chache, doa hilo lilipasuka na nyama ilionekana kama imeanza kuoza. Kisha kitu kilisogea ndani yake. Funza mdogo mweupe akijinyonga kutoka ndani ya nyama yake. Alipiga kelele, lakini simu yake iliita. Ilikuwa Marcus.
Imekuanza? Aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. Ndiyo, ilikuwa imeanza kwa wote. Victor aligundua paja lake likiwa na tundu lililotoa harufu kali ya maiti. Leon alipata jeraha lisilopona kwenye kifua chake, kitoa funza kila saa. Ethan, aliyekuwa jasiri kuliko wote, aligundua sehemu ya ubavu wake ikilegea, kana kwamba mifupa ilikuwa ikifunikwa na kuoza kwa ndani. Walijaribu hospitali za siri, madaktari wa gharama kubwa, upasuaji wa hali ya juu, lakini kila walipoondoa funza, walizaliwa apya. Kila walipofunga kidonda, kilipasuka tena. Hakuna dawa iliyoweza kuzuia kuoza. Hata hivyo, walibaki hai, wasife, lakini miili yao iliendelea kufanya kazi, isipokuwa sehemu hizo zilizolaaniwa. Billionaire Club ikawa jina lao siri. Walikutana mara kwa mara kwenye jumba la kifahari lililokuwa na chumba kimaalum chini ya ardhi. Humo walikuwa huru kuvua suti zao za bei ghali na kufichua majeraha yao ya kutisha. Harufu ya kuoza ilijaa hewani. Sauti ya funza wakisogea ilisikika kama mvua nyepesi juu ya nyama. Waligundua kitu kingine cha kutisha. Kadri utajiri wao ulivyoongezeka, ndivyo kuoza kulivyozidi kuenea. Kadri walivyopata mikataba mikubwa zaidi, ndivyo sehemu mpya za miili yao ilivyoanza kubadilika rangi na kutoa funza. Adrian alianza kupoteza vidole viwili vya mkono wake wa kushoto. Marcus aligundua sikio lake likianza kuporomoka taratibu. Leon alianza kufunga uso wake kwa barakoa nzito ili kuficha ngozi iliyokuwa ikilegea. Lakini hawakuweza kusitisha tamaa yao. Pesa zilikuwa tamu kuliko maumivu. Walinunua vyombo vya habari, walinunua wanasiasa, walinunua hata haki. Hadi siku ya Ethan alitoweka. Hakutokea kwenye mkutano wao wa kawaida. Simu yake haikupatikana. Walimtafuta kwa siri wakitumia mitandao yao ya nguvu. Hatimaye walipata taarifa. Mwili wa Ethan ulikuwa umeonekana kwenye nyumba yake ya kifahari. Walipofika kwa siri, walikuta kitu kisichoelezeka. Mwili wa Ethan haukuwa wa kibinadamu. Sehemu kubwa ya kifua chake ilikuwa imeanguka ndani na funza walikuwa wametandaa sakafuni kama zulia leupe linalosogea. Lakini macho yake yalikuwa wazi, akiangalia dari kwa hofu ya milele. Kulikuwa na ujumbe umechwanwa kwa ukutani, umeandikwa kwa damu: deni linakusanywa. Walijua kilichomaanisha. Mr. Obsidian alirudi bila kuitwa. Alionekana kwenye chumba chao chini ya ardhi, kivuli chake kikimeza mwanga wa taa. Mkataba haukuwa wa utajiri tu. Kila mwaka mmoja wenu utachukuliwa. Mwisho wenu utakapofika, mali yote wenu itarejea nilikotoka. Hofu iliingia mioyoni mwao kwa mara ya kwanza. Walifikiri ni kuoza tu, lakini sasa walijua walikuwa wanatayarishwa. Miaka ilipita. Marcus alikuwa wa pili. Alipatikana kwenye gari lake la kifahari, mwili wake umejaa mashimo, funza wakitiririka kama mto mdogo. Leon alifuata mwaka uliofuata, akipoteza nusu ya uso wake kabla ya kupumua pumzi ya mwisho. Victor na Adrian walibaki wawili. Walijifungia, wakijaribu kuchoma mali zao, kutoa pesa kwa misaa, kuvunja mikataba, lakini haikusaidia. Kuoza halikusimama, funza hawakuisha. Victor alikufa usiku wa baridi, akilia kama mtoto, akishikilia mkono wa Adrian alipokuwa anahisi sehemu ya utumbo wake ikididima ndani. Adrian alibaki peke yake. Sasa alikuwa matajiri kuliko wote duniani, lakini mwili wake umejaa majeraha yaliyotoboka. Harufu yake ilitangulia kabla hajafika. Aliishi kwenye chumba chini ya ardhi, akijiangalia akioza polepole bila kufa. Kila siku funza walianguka kutoka mwilini mwake na kutambaa sakafuni. Kila siku alihesabu pesa zake kwenye skrini kubwa alipohisi sehemu nyingine ya mwili wake ikilegea. Mwaka wa 5 ulipofika, alisikia mlango ukifunguka bila kuguswa. Mr. Obsidian aliingia. Ni wakati wako. Adrian alipiga kelele akijaribu kukimbia, lakini miguu yake ilikuwa imeanza kuoza. Alianguka. Funza walitoka kwa wingi, wakifunika mwili wake uzima. Kivuli kikubwa kilimfunika. Asubuhi iliyofuata,
Jumba lilikuwa tupu. Hakukuwa na mwili, hakukuwa na pesa. Akaunti zote zilikuwa sifuri. Kampuni ziliporomoka ghafla. Mali zilipotea kana kwamba hazikuwahi kuwepo. Lakini katika jiji hilo, vijana wengine 5 wenye tamaa walipokea mwaliko ajabu wa kukutana na mtu anayeitwa Mr. Obsidian. Na chini ya jiji, katika giza linalonuka kuoza, funza waliendelea kusogea, wakisubiri miili mipya ya kuishi ndani yake. Hiyo ndio siri ya Billionaire Club. Utajiri wao ulikuwa wa muda mfupi, lakini kuoza kwao kulikuwa milele. Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda, niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766947545, na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.